قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم adhabun ghairu mardud. Tuweke alama hapa. Aya ngapi hiyo? Ya 76 au? Tuweke alama hapa kwa sababu tukiingia kwenye nini wala majat rasuluna lutan itakuwa tumechukua pande kubwa sana. Hata hivyo hili sijui kama tutaweza kulimaliza. Inshallah. Kwa hivyo tunaanza wa ila Thamuda. Hii wau inatuunganisha kule walaqad arsalna. Jana tuliitafuta tukaiona kule nyuma kabisa. Kwa hivyo mambo yanaunga kule kule. Kwa hivyo wa ila Thamuda walaqad arsalna ila Thamuda akhahum Saliha, ndo muradi wake, na tukatuma kwa Thamud ndugu yao Saleh. Kama ilipokuwa kule kwa Hud, kwa Adi tumetuma Hudi, basi na kwa Thamud tumetuma nani? Saleh. Hii Thamud ni kabila zima, zamani ilikuwa kabila na taifa kitu kimoja. Kwa zamani kabla ya dunia haijawa na migao ya mipaka tulionayo sasa, ilikuwa watu wa kabila moja ndio wanatengeneza taifa moja, inakuwa chiefdom, uchifu mmoja. Na ndio unakuta mfano mpaka leo kuna baadhi ya maeneo imebaki hiyo, lakini kila mahala ilipobaki panakuwa ni sehemu ya migogoro kwa mfumo wa dunia leo. Kwa mfano Israeli ni nchi, lakini Israeli vile vile ni kabila, ni jamii. Kwa hivyo imekuwa wao kwa kabila lao na nchi yao. Hatuseme hakuna wasoko wa Israeli mle ndani, lakini wanakuwa ni watu kidogo na hawana nguvu ya uamuzi. Somali ndio vile vile. Somali ni kabila na Somali ni nchi. Kwa ndani ya Somalia wanakuwa wenyewe tu wa Somali,
Hatusemi hamna wengine, lakini wanakuwa hawana nguvu ya uamuzi. Wale wengine ni kidogo sana, kwa inakuwa nchi na kabila. Na maisha yakitajwa mataifa ya aina hii, unapata kitu kwamba mara nyingi panakuwa pani mahala penye migogoro. Hapa ishi migogoro kwa sababu wanakaa kikabila. Akija mgeni kidogo tatizo, wakigombana wao kwa wao, linakuwa ni taifa na ukoo na kabila vyote vishagombana. Baadaye dunia imebadilika, tumekuwa na mipaka, kwa hivyo imekuwa makabila. Hata Burundi nako vile vile mashaka yake yanakuwa ni hayo mara nyingi sana, inakuwa nchi na kabila vinakaa karibu. Kwa hivyo na zama hizo ilikuwa Adi ni ukoo au kabila na Thamudi ni ukoo au kabila, na nchi zao zilikuwa ardhi ya Adi na ardhi ya Thamudi, ambazo kwa sasa zimo ndani ya Yemen. Moja iko kaskazini, moja iko kusini. Tumefahamiana? Zamani ilikuwa ni mataifa ya kikabila. Basi wa ila Thamuda, na tumetuma kwa taifa la Thamudi, akhahum, ndugu yao, yani mtu wa damu yao, mtu wa taifa lile, ukoo ule, jamii ile. Na hili vile vile wanaambiwa Makoreishi kwa upande wa pili kwamba na nyie Maka tumemtuma Muhammad wa jamii yenu, ndugu yenu, mnampingaje? Mnarudia kufanya makosa kama waliofanya Thamudi kumpinga ndugu yao Saleh, na kama waliofanya Adi kumpinga ndugu yao Hudi. Wa ila Thamuda akhahum Saleh, qala, akasema ndugu yao huyo Saleh, ya qaumi, enyi watu wangu, ibudullaha, muabuduni Mwenyezi Mungu, malakum min ilahin ghairu, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye, hamna. Ndio ile la ilaha illa Allah, na mitume wote wanafanya kazi hiyo ya kusema la ilaha illa Allah. Kinachokuja tofauti ni upande wa rasul. Ndio wakakombeni wale bora mpaka leo wakizika wanakuja na dhikri tangu msikitini mpaka makaburini. Yule mtu wao anasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Adam Rasulullah, na wale wanaitikia. Ikimalizika hapo Idrisa Rasulullah, ikisha hapo inakuja kuingia Nuh Rasulullah, inakwenda mpaka inafika kwa Muhammad. Yani ile la ilaha illallah inakuwa ile, lakini mtume anafanyaje? Anabadilika. Inakuwa kama vile Tanzania, alafu rais wa kwanza Nyerere, Tanzania rais wa pili Mwinyi, Tanzania rais wa tatu Mkapa, Tanzania rais wa nne Kikwete, Tanzania rais wa tano Magufuli, Tanzania rais wa sita Samia, hivi. Lakini kule nyuma inakuwa ile nchi moja, alafu wanakuja kubadilika wa viongozi. Sasa ile tauhidi ya la ilaha illallah katika dini ni ile moja, walikubadilika mitume tu. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo dini hii kimsingi ni moja tu, kwa sababu yote imesimama kwenye la ilaha illa Allah. Shina ni lile moja, matawi inakuja sa mitume kwa mujibu wa idadi ya mitume wanapokwenda na kwa mujibu wa zama zao, lakini dini asili yake ni moja. Inna dina inda Allahi al-Islam. Kwa malakum min ilahin ghairu, wakaambia hamna nyinyi mwabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Halafu anawaambia huwa anshaakum min al-ardhi, yeye amekuanzisheni katika dunia. Kakuanzisheni yeye katika hii dunia, hamkujianzisha wenyewe wala mkuanzishwa na mwingine. Kakuanzisheni yeye. Anshaa ni kuanzisha. Inna anshanahunna inshaa faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Kuhusu wanawake wa peponi atakao waumba Mwenyezi Mungu, asema inna anshanahunna inshaa, sisi tumewaanzisha wao mwanzisho wao maalum, sio hawa wa huku. Hao wana mwanzisho mwingine. Kuwa anshaakum, yeye Mwenyezi Mungu kakuanzisheni min al-ardhi, katika hii ardhi, wastamarakum fiha, na akakuimarisheni katika hii ardhi. Istimar ni kuimarisha, mkawa imara. Kakuanzisheni alafu kakuimarisheni. Na binadamu kaanza, ardhi haijawa imara kwake, naye hajawa imara kwa ardhi. Sababu mwanadamu kaanza hajui kupika. Alipoona vitu vinakauka na vingine vikikauka ndio vinakuwa vizuri zaidi kuliko vikibaki vibichi, akaona kwa nini sasa nisifanye kazi ya kukausha.
Alipogundua moto akasema kwa nini nisichome? Ndo akaanza na kuchoma sasa. Na kwa hivyo ukila muhogo mbichi na ukila muhogo wa kuchoma ni vitu viwili tofauti. Ukila ndizi mbichi na ndizi ya kuchoma ni vitu tofauti. Akaanza na hiyo mpaka alipokuja kutengeneza chungu, akaja akatia maji, akaanza vya kuchemsha. Hata alipokuja kugundua mafuta kutoka kwenye miti kama nazi na vitu vingine, akaanza sasa vya kutokosa, vya kupwaga na nazi, vya kutia mafuta. Hivyo hivyo kasogea mbele. Lakini anshaakum wastamarakum, akakuimarisheni katika ardhi mkawa mmeendelea zaidi. Na binadamu na wanyama wengine unaweza kusema mambo ya msingi ni yale yale. Ndio maana baadhi ya wanasayansi walikuwa hawana dini walipata shida sana kujua asili ya binadamu. Wakasema asili ya binadamu ni nyani, chimpanzi. Chimpanzi ni nyani, kwa sababu wamemwona yule nyani na binadamu wana vitu vingi vinavyofanana, isipokuwa nyani ana mkia, binadamu hana nini? Hana mkia. Alafu nyani aghlabu kapinda hivi, mwanadamu kanyooka. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ada amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Mwanadamu ni sawiyan, sio mukibban, hajapinda. Wakaona labda nyani, lakini sasa wanaambiwa mbona nyani haendelei? Yeye akilila tunda analila liloiva, lakini hajui kulipika. Nyani tu siku gani alipika ndizi ya mkono wa tembo au ndizi ya mzuzu? Akaitia na nazi na hiliki, lini alifanya hivyo? Lakini akikuta anaila. Nyani atakula papai, atakula ndizi, atakula tango, lakini hajafikiria hata siku moja kuyachanganya akafanya fruti. Lini alifanya hayo? Hakuna. Kwa hivyo nyani hakuendelea katika kupika na kufanya vitu vingine, anakula kitu kilichokuwa tayari. Binadamu kilichokuwa tayari anakila, na kila ambacho kiko tayari anakitayarisha. Stamara kumpia. Mwanadamu kaugundua muhogo, lakini baada ya kugundua muhogo akaamua yeye kuwa na shamba sala mihogo akapanda. Nyani kaugundua muhogo, lakini hajaamua hata siku moja kupanda mashamba ya mihogo. Na unajua kwamba nyani, siku moja alimwambia mtaalamu mmoja, alikuwa kishaanza kuamini hiyo, inaitwa Darwinism theory ya Darwin. Huyo jamaa alikuja na hiyo nadharia kwamba binadamu alikuwa chimpanzi, alikuwa nyani. Mbovu kabisa nadharia, na asili yake ni Myahudi huyu Darwin. Ndio kaingia katika mambo ya Ulaya na nini, kapotosha watu sana kwenye nadharia yake katika sayansi. Mpaka miaka karibuni baadhi ya wanasayansi walikuwa wanaendelea kumwamini tu mtu mpumbavu kama yeye. Hakuna katika nadharia hii tusamwamini mpumbavu. Sisi tuna Mungu anatuongoza, tuweze kukubaliana na upumbavu wa Darwin. Nyani alivyokuwa khabithi, anaweza kwenda akaukuta muhogo, uko chini, mti wa muhogo umeota na majani, anakaa anatia mkia kwenye kile kijiti cha muhogo, alafu anazonga, anafunga kama kamba, alafu anakwenda mbele. Anafanyaje hapo? Anaungoa. Akisha ukhabithi wake anakaa kitako hapo hapo, anaumenya kwa meno, anakula. Akimaliza wewe kurudi unakuta tu shina liko nje, maganda. Lakini binadamu baada ya kungoa, akitaka na utafuna mbichi, akitaka anafanyaje? Anauanika. Akisha kuanika anautwanga, unakuwa unga, anasonga ugali au anapika makopa. Akitaka anakwenda kula ule mbichi wa kuchemsha, akitaka anautia nazi. Siku hizi kuna wakukaanga na kachumbari. Kasogea mbele zaidi, wastamarakum fiha, akakuimarisheni humo ndani ya nini? Ndani ya dunia. Yeye mkawa imara kuliko mnyama mwingine yoyote. Simba anawinda mnyama, lakini akisha kumwinda anamla vile vile alivyo na damu yake. Binadamu anawinda mnyama, akisha sasa anamkatakata, anamtia chumvi, anamchemsha au anamchoma au anamkanga au anamwanika, anafanya anachotaka yeye, anakiendeleza kile kitu. Stamarakum. Yeah. Ndege wanakula samaki, wako wanaruka wakala dagaa saladini, wakala samaki wengine, lakini sasa tukishakuvua samaki hatuliwa bichi, tunawafanyia michakato yao mpaka tunakula. Yote wastamarakum. Yeah. Tumefahamiana? Mwanadamu akikuta maji machafu anaweka filter au anatia shabu, anayachuja, vumbi linakwenda chini, anapata maji safi. Mnyama akiyakuta anakunywa hivyo kama alivyo. Kama nyinyi kakuimarisheni katika hii dunia. Anshaakum wastamarakum, mambo mawili Mwenyezi Mungu. Kakuanzisheni katika hii dunia na kakuendelezeni, kakupeni maendeleo, kakuimarisheni via ndani ya dunia. Kwa hivyo
fastaghfiruhu, muombeni msamaha yeye pale mlipokosea. Hizo neema kubwa akakupeni. Sasa kama mlifanya makosa katika matumizi ya neema hizi, fastaghfiruhu, muombeni nini? Msamaha. Mmemkosea, neema kubwa akakupeni, kakutofautishani na wanyama na wadudu na miti na mawe na mchanga na kila kitu, nyinyi mkapata ustaarabu. Kwa hivyo mlipomkosea, fastaghfiruhu, muombeni msamaha. Thumma tubu ilayhi, kisha tubuni kwake. Yani mrudi, mkishaomba msamaha mrudi kwenye mstari tena, isiwe kazi yako kuomba msamaha alafu unafanya kosa lile lile. Tubu. Kutubu manake kuacha sasa lile kosa na kuwa na mwendo safi. Unaomba msamaha alafu unatubu. Isiwe wewe raba kazi yako kufuta alafu unachora tena pale pale ulipofuta, karatasi itatoboka. Ukishafuta tena usifanye lile kosa ulilofanya mwanzo, kisha rudi ni kwake, mfate mstari aliotaka Mwenyezi Mungu katika nini? Katika maisha. Maneno mazito kama haya anawaambia Saleh watu wake alayhi salam. Inna rabbi, hakika Mola wangu, karibun mujibun, yuko karibu na ni mwenye kuitikia. Msifikiri mkitubu na mkarudi kwake yuko mbali na hasikii mnachokisema. Hapana, yuko karibu na anaitikia maombi yenu, atasamehe, atakurekebisheni. Hizo ni sifa za Mwenyezi Mungu, al-Qaribul Mujibu. Kwa hivyo muwe na matumaini kwa upande wa Mwenyezi Mungu kwamba mkimwomba msamaha na kutubu kwake, anasikia, yuko karibu na nyinyi, ataitikia maombi yenu, atakusameheni. Wa idha salaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliu'minu bi la'allahum yarshudun. Qalu, tizama maneno mazuri yote haya anayoyasema Nabii Saleh kuambia watu wake wa taifa la Thamud, kabila la Thamud. Lakini sikiliza hayo majibu, ujue kazi ya dawa jinsi ilivyo ngumu. Wewe unakwenda kwa lugha ya kubembeleza, wewe unakwenda kwa lugha ya kushawishi, au wanasema convincing language, unatumia lugha ya kumjengea hoja mpaka akubali mtu, lakini majibu yanakuja ya kifedhuli ya kukatisha nini? Tamaa. Lakini ndio kazi ya dawa inavyokuwa. Qalu, wakasema, ya Salihu, we Saleh, we kad kunta fina marjuwan, ulikuwa ndani yetu mtarajiwa wewe. Marjuwan, mtarajiwa, ndio wanasiasa wanalo sasa hivi, mgombea mtarajiwa, rais mtarajiwa, expected president. Ulikuwa mtarajiwa kwetu sisi, yani kwa tunakutarajia utakuwa mtu wa maana sana, utashirikiana na sisi katika mambo mengi sana, utatusaidia sana, tulikuwa na mtu mwenye busara wewe. Kumbe mpumbavu kiasi hichi. Kad kunta fina marjuwan. Hata sisi kwenye familia tunasema hiyo, we mwanangu ulikuwa nakutarajia ndio unafanya mambo haya. Yani mzazi naye anaweka matarajio kwa nani? Kwa mwanawe. Na mwalimu anaweka matarajio kwa kwa wanafunzi. Na ndio maana kama kwenye mtihani akasikia mwanafunzi aliyemtarajia kafeli, na mwalimu naye anaumia ndani ya nafsi yake, kwa sababu alijenga matarajio. Hao walikuwa na matarajio, lakini sio haya ya kuwakataza mambo na kuwapa amri za ibada. Walikuwa watarajia atakuwa kiongozi, ataendeleza mambo yale yale wanaoyataka. Kad kunta fina, hakika ulikuwa ndani yetu marjuwan, mtarajiwa we, tunakutarajia uwe ni mtu wa maana sana kwetu sisi. Tena si kabla hadha, kabla hili jambo uliloleta sasa hivi la kutuambia sijui astaghfiru rabbakum thumma tubu na nini, kabla hapa sasa tushakukatia tamaa. Kabla hapa sio tunakutarajia vizuri we, lakini naona umetuvunja moyo kwa kweli. Wanamwambia namna hii. Sasa wanamhoji, atanahana, ndo unatukataza, anaabuda, kuabudu, ma yaabudu abauna, kile ambacho wanaabudu baba zetu. Ndo au je? Istifham inkari wa taubikhi. Wanahoji kwa njia ya kupinga na kukebehi, kubeza. Atanahana,
Ndio unatukataza anaabuda ma yaabudu abauna, kuabudu wanachokiabudu baba zetu. Sisi tumerithi mambo haya, unatukataza kwenye mila na desturi na tamaduni zetu. Na hii muda mwingi utaiona katika Qur'ani kwenye mijadala ya manabii na watu wao. Wale wanaowapinga wanajenga sana hoja ya urithi, kwamba tumewakuta wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna, tumewakuta baba zetu kwa kitambo wanayafanya haya, na sisi juu ya nyayo zao tunapita umo, bandika bandua, hatuondoki. Qur'ani inawajibu awalau kana abahum la yaqiluna shay'an wala yataduna, hata kama baba zao walikuwa hawazingatii jambo wala hawajaongoka, basi watawafuata. Kama babako alikuwa baradhuli, mbona useme na mimi nafuata nyayo zake? Kwani nyayo zinafuatwa katika kheri ati hazifuatwi katika shari? Kama babako alikuwa mwizi, mbona useme na mimi nafuata nyayo zake? Utaacha lile kama ni baya. Kwa hivyo usijenge hoja ya kurithi. Tizama unarithi kitu gani? Kama baba yako alikuwa anavuta bangi, ndio useme na mimi narithi bangi ya baba? Itakuwa ni akili hiyo? Si akili. Kwa hivyo akasema hivyo, wa inna na hakika sisi la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Wa innana, na hakika sisi la fi shakkin, kweli tumbo ndani ya shaka, mimma tad'una, dhidi ya yale unaotulingania, ilayhi, kwa mambo hayo, muribun, tatanishi, muribin, shaka tatanishi, raiba manake ni shaka yenye utata. Unatutia shaka tatanishi, shaka yenye nini? Kututatanisha, hatujui tukufate kwa hoja ipi, unatuchanganya. Ndio muribu, inatokana kule raibu, la raiba fi, shaka tatanishi, inatutatanisha shaka yako, shaka unaotutia sisi hiyo ya kwamba tuache waliokuwa wanafuata baba zetu. Kwani walikuwa wapumbavu? Kwani walikuwa wajinga wale? Ndio wanapojitetea. Qala, akasema kwa kubembeleza, ya qaumi, enyi watu wangu, ya qaumi, lakini ya hiyo mahdhufa, ya qaumi kwa kisra tu, enyi watu wangu, araaitum, mnaonaje? Araaitum, mnaonaje? Yani nini rai yenu? Si kwa macho hapa, rai kwa maana ya mawazo. Maana ya pili ya araaitum, mnaonaje? In kuntu ala bayinatin, ikiwa niko juu ya hoja, min rabbi, kutoka Mola wangu. Kwa maana haya ndio yasema yana hoja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yana ushahidi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Haya ndio yasema. Wa atani minhu, na amenipa kutoka kwake, rahmatan, rehma, huruma, nikuoneni huruma nyinyi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Huruma ni ile ya kuwafanyia da'wa, kwa sababu angesema Mungu umekishanionyesha hoja, hao ni wapumbavu, basi wajinga ndo wali wao, nkawaacha. Lazima Mungu kanipa na huruma tena kutoka kwake, wahurumie, waambie, huenda wakafahamu, huenda wakaongoka. Watani rahmatan minhu, rahmatan, na amenipa kutoka kwake rehma, huruma. Faman yansuruni, basi nani atanitetea mimi, min Allah, dhidi ya Mwenyezi Mungu, ina asaituhu, ikiwa nitamuasi, nitaacha kukwambieni. Maana nikisema basi mimi nawaacha kama walivyo, Mungu akiniambia wewe si nilikupa hoja wewe, halafu si nikakupa na huruma, kwa nini ukuwahurumia wenzako? Kwa hivyo mimi mwenyewe kwanza kukupeni hii kazi, kukupeni haya mawaidha na hii dawa, najiokoa mie kwa Mwenyezi Mungu pia, nisije nikalaumiwa kwamba ulikuwa unayajua na tulikupa huruma hukuifanyia kazi. Na ndio maana Mtume sallam katika ile Hijjatul Wadai, kwenye mkutano ule mkubwa kabisa, asema hal balaghtu, je nimefikisha? Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ewe Allah shuhudia nimewafikishia ujumbe hawa, ili isije tena siku ya Kiyama kwamba ulijua ukanyamaza. Tumefahamiana? Kwa hivyo na hawa, yeye peke yake anajitetea kwanza kwa Mwenyezi Mungu,
Mitume unafanya hivyo kwamba nisije nikaambua kwa nini ukufikisha. Ngoja nifikishe bwana. Kwanza nijiondolee mimi jukumu la kuwafikishia wenzangu. Alafu swala kuongoka litakuwa lao. Fama turidunani ghaira taksirin, basi nyinyi hamnitakii mimi isipokuwa kula khasara tu. Nyinyi mnanitakia mimi ile khasara, taksiri, kupata khasara, nipate khasara, kwa maana nimepewa ujumbe, nimepewa hoja, nimepewa na huruma, alafu mimi nibane kimya, ninyamaze. Na hii inakwenda kwenye mambo mengi. Kuna mtu amepata elimu ya matibabu, anajua kutibu au kusaidia wagonjwa, lakini akabana kimya, akasema wache wafe wewe, niwasaidie kwa sababu gani? Siku ya Kiyama huyu ataingia katika madhalimu, kwa sababu Mungu kampa neema alafu kafanyaje? Kaizuia. Wengine ana elimu asema fani hii sitoi, nitakufa nayo, wote wabaki wajinga, mwerevu niwe peke yangu kwa fani hii. Kabania elimu. Na wako waliofanya hivyo, wamebania elimu mpaka wamekufa nazo. Sitoi, aje mwingine asifiwe baada yangu mimi, nisifiwe mimi tu kwa elimu hii. Anataka sifa. Siku ya Kiyama atakuja kuulizwa zote neema hizo ulizopewa wewe, kwa nini ukuzitumia kuwasaidia wenzako? Kwa hivyo na mimi naogopa amniongezee isipokuwa kula khasara tu, nitapata khasara. Kwa hivyo kwanza nayasema haya kujiondoa mie kwenye dhima. Muona dawa, kazi ya dawa ngumu kweli kweli. Kwanza ujiondoe wewe kwenye dhima, kwa kwale jambo unalijua uambie watu. Wa ya kaumi, anaendelea kubembeleza, na enyi watu wangu, hadhihi naqatullahi, huyu ni ngamia wa Mungu, tena ni ngamia jike. Naka anakuwa ngamia jike, jamal ndo ngamia dume, naka aghlabu ni ngamia jike. Hadhihi naqatullahi ndio ngamia jike inapotumika. Huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu. Na wanajua wafugaji kwamba mfugo ukiwa jike ndo unaweza kuendeleza, dume aliendelezi. Ukimpa mtu zawadi ya jogoo maana yake umempa kiteweo, lakini ukimpa mtu zawadi ya koo maana yake umempa mfugo. Na ndio maana wale wanyama ambao hatupendi kuwafuga sana, unaohitaji kidogo kiutaki ya kuzalie, unapenda dume, kama vile paka. Watu wengi wanapenda paka, nyumbani kwake wanapaka dume, sio paka jike, kwa sababu anajua atakwenda kugonga huko, haleti watoto. Lakini paka jike atakuzalia huko, hapa itakuwa kazi. Au kanya yule kakojoa. Na yule ambaye anataka mbwa kwa ajili tu ya matumizi ya nyumbani tu anapenda dume. Lakini anataka mbwa kwa ajili ya shamba, mifugo, anataka jike, kwa sababu atapata wengi wa kumsaidia. Kwa kila mmoja na madhumuni yake katika mfugo. Ukiambiwa ufuge simba jike na simba dume, utafuga yupi? Dume bwana, jike likikuletea mitoto ya simba pale mwisho nyumba itakuwa haikaliki. Ya kaumi hadhi naqatullahi, huyu ni ngamia wa Mungu. Kaitwa ngamia wa Mungu wakati mali zote ni za Mwenyezi Mungu. Lakini kwa desturi ngamia akimilikiwa na mtu anaitwa ngamia wa mtu, ni ngamia wa mtu fulani, kama ng'ombe wa mtu fulani. Sasa huyu kwa nini aitwe ngamia wa Mungu? Maana yake ni speciali, kitu maalumu hichi, si ngamia wa kawaida. Ndio kaitwa naqatullahi. Kule kasema naqatullahi faqala rasulullah naqatullahi wasuqu fakadhabuhu fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim wala yakhafu. Ndio hii habari za huyu. Kule zimeletwa kwa namna nyingine. Naqatullahi kule ni mansubun litahdhiri, ihdharu naqatullahi, maf'ul bihi fi'li ma'dhuf taqdiru ihdharu. Hadhihi naqatullahi, hapa kuna rafu dhamma. Huyu ni ngamia wa Mungu. Lakum, mnayo, ayatan, alama, au kwenu nyinyi ni alama. Huyu ndio ule muujiza, kwamba huyu katengenezwa maalum, kwenu nyinyi ni alama, kwenu nyinyi ni muujiza. Pana mambo mengi anasemwa kuhusu ngamia huyu.
katika vitabu vya tafsiri na maelezo mbalimbali. Mengine yanaweza kuwa na ukweli, mengine yanaweza kuwa yameongezwa chumvi, lakini kwa muhtasari tunakigusia kisa chake kwa muhtasari. Na nilipokuwa nikitafsiri juzuu ya amma, nilipofika kwenye sura iliyohusu nilisema vile vile, lakini ndio wengine wameshasahau, wengine hawakuwepo, wengine hivi, naileta kwa muhtasari. Kwa muhtasari ni kwamba watu wa Nabii Saleh walichachamaa, wakamwambia si hatuwezi kukuamini wewe mpaka utufanyie jambo kubwa kabisa linalothibitisha kwa Mungu kakutuma. Hivi hivi tuje useme msifanye hili msifanye hili, Mungu alitaki kanituma, si hatukubali mambo hayo. Na hii mpaka leo ipo duniani. Kuna baadhi ya watu kama hujafanya makarama au miujiza hawakuamini. Wao lazima ufanye kitu kisichokuwa cha kawaida ndio wataamini. Sasa kuna mambo, wengine wanasema palikuwa pana jabali katika kijiji chao, liko mbali, lakini ile jabali limechongeka kama sehemu fulani hivi, kama kuna kichwa cha ngamia hivi na shingo yake katika hilo simulizi. Kwa hivyo mara nyingi walikuwa wakipita, walikuwa wasema lile jabali pale limekaa kama ngamia, yule kakaa kama ngamia, zile taswira zao. Watu wa vijijini na mashamba wanafahamu hiyo. Kuna miti wakati mwingine nayo inakaa katika taswira fulani. Uwezo ukapita hivi ukasema ule mtu umekaa kama unasalimia, maana tawi lake linakoza matawi hivi na limetokeza limekaa hivi. Ukipiga upepo linafanya hivi linarudi usa. Ule mti kama unasalimia au mkono ule miguu wakati mwingine unaona kama ina macho huku na huku alafu yamefumba. Sasa hii kama mtu kafumba macho pale, zile taswira tunazitengeneza sisi kutoka na kile kiumbe kilichokaa pale. Na kwenye majabali inatokea hivyo hivyo. Hii njia ya Singida hii kubwa ile kwenda Tabora, kuna sehemu napishana na milima, alafu juu mlimani kule kuna jiwe la duara jingine liko juu ya kilele cha mlima. Sasa tunasema utafikiri mwanamke hivi kajitwika mtungi, hapo najiuliza hali yanguki lile kwa upepo. Hata hii paje bwe juu Jambiani kuna mawe wakati mwingine yamekaa hivi, ukiangalia utaona kama kuna shape fulani kule juu. Kwa hivyo wanasema walikuwa wanaona kama shape ya ngamia, wakamwambia kama kweli Mungu kakutuma wewe, tunataka lile jiwe pale ligeuke ngamia, aje zake tunamuona. Ndio demand, ndio mahitaji waliompelekea. Vingi vitabu vinasema. Akaambia jamani, msimjaribu Mungu. Mungu anaweza kila kitu, msimjaribu. Wakasema usitutishe bwana, wewe hajakutuma Mungu. Kama angekutuma angekubali. Kama hujaleta na sisi hatukuamini. Akaambia enyi Mungu hajaribiwi bwana, na akileta jambo la miujiza anakuja na jambo litakushindeni. Wakasema usitutishe, fanya we. Jamaa akasali rak'ataini. Sijida ya mwisho ile kukaa tu anasikia jabali kakaa kitako tayari kutoa salamu, tayari ngamia huyo anakuja kutoka jabalini. Bang bang bang, wakashtuka, ngamia. Akaambia huyu hapo anakuja zake, mnasemaje? Sasa huyu umeshaambiwa, akaja na sharti. Wale jamaa walikuwa na dimbu au kisima hivi kikubwa, lakini kisima kina maji ya kujigida, yani yale maji ya kwamba yatulie baada ya masaa 6 hivi yapande. Akaambia ngamia akinywa yeye mara moja anafuta maji yote, akitia hivi shingo akinyanyuka na huko kisimani hamna kitu. Kwa hivyo ikiwa nyie mnachota kila siku maji, sasa hii siku 2 uchote mara moja, siku moja iwe yake na siku moja iwe yenu. Maji kwa mgao, maji kwa mgao. Wakaona hichi kimbembe, wakenda naye kiasi cha mwezi hivi, wakaona la mambo magumu. Manake sasa ndoo moja utumie siku 2, kukoga, kujipakapaka, kunywa maji, kuchubua tu. Wakaanza kukaa, wakasema bwana huyu hatufai, ngamia huyu tumuue. Akatokea mtu mmoja, yeye anajipa nafasi kwamba ni mkorofi, anajiita hakuna mtu kunishinda mimi kwa ukorofi, shenzi wote na uweza. Wakaambia tunakupa ofa, tutakuchangia kijiji kizima sisi tukusaidie
chochote unachotaka tukupe, lakini kamuue tu ngamia. Na ngamia yule hana kamba, hana nini, haitwi akaitika, yeye anazunguka tu, anatembea anapotaka, na ukisogea anakupiga teke, hakamatiki. Basi akamwambia kazi yake ndogo, leteni mie sime. Sime ni kisu chenye makali pande zote mbili, na kinakuwa kirefu na kina ncha. Ukitaka kutengeneza sime kwa haraka haraka, tafuta lile slasher, panga la kufyekea majani, alafu kata kile kipande kilichopinda, alafu kitie mpini, utaipata sime. Kwa sababu lile linakata huku na huku na mbele kuna ncha, linakuwa sime. Watu wa bara sime wanajua sana, wanakuwa nayo sana. Wamasai ndio wenyewe na kila kitu. Ni namna kama ya panga hivi, lakini nakata huku na wakampa sime safi. Akasema sasa mfanyieni zogo ngamia mkimwona. Wakamfanyia zogo, na ngamia akifanywa zogo anakwenda mbio vile anakimbia. Akawa naye anakwenda naye mbio, anakwenda naye mbio, anakwenda naye mbio, mpaka alipofika naye sambamba, akamtia sime kwenye tumbo, akazungusha hivi, akatoa. Ikawa kama vile katoboa tikiti. Unajua tikiti linapotobolewa vile, chap nazungushwa, kinatoka kipande. Kutoka kipande tundu le wazi, madamu yanamwagika. Ile ndio inaitwa akr. Akamtumbua. Kilichotokea hapo sikwambii. Faakaruha, akasema hadhi naqatullah, huyu ngamia Mwenyezi Mungu, lakum ayatan, kwenu nyie ni muujiza. Fadharuha, basi mwacheni, taakul fi ardhillahi, ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, awe kama ngamia koko, hana mwenyewe, anazunguka tu kwenye mji wao, anachokuta anakula. Basi mwacheni. Na maji ndio hayo. Kule kwingine kasema la hashirbun walakum shirbu yaumin maalum, yeye atakuwa na mgao wake wa kunywa na nyie mtakuwa na mgao wenu wa kunywa katika siku maalum. Mwacheni, anakula katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Wala tamassuha bisuin, wala msimguse kwa ubaya huyu, msimpige jiwe wala msimpige mshare wala mkuki wala panga wala kisu, wala msimrushie taka, msimfanye chochote kibaya. Wala tamassuha bisuin, wala msimguse kwa ubaya. Mwacheni. Mmeyataka wenyewe, kinyago cha mpapure kinawabana wenyewe. Sasa hivi mmekichonga wenyewe, kinawabana wenyewe. Kwa hivyo msimguse kwa ubaya. Kwa nini? Fayakhudhakum adhabun qaribun, itakuchukueni adhabu ya karibuni, ya haraka haraka. Mungu hatokupeni tena muda, mkimfanyia ubaya na yeye analeta kitu, si mmeshindana naye? Ndio yale mambo ya zamani. Unamwambia mtu, wewe una pesa bwana, unayo pesa mfukoni, shilingi 5000 zinaweza kutimia humo? Lofa tu, wewe una chochote, sema kama ninazo nikufanye nini? Nipige konzi. Anavuta pochi, anakuhesabia pale 5000, unaweka kichwa, anakuachia koto. Kule kwetu unaitwa koto, nyumbani kule Pemba wanaita koto. Wewe utajikuna siku 7. Kila ukikumbuka koto inipata, unaitaka mwenyewe. Si kwa sababu umetaka kupekua pochi la mtu. Sasa Mwenyezi Mungu unataka umpekue, aoneshe uwezo wake. Na wewe kakupa mtihani katika hii dunia, kakupa mamlaka uishi kwa kanuni, aje akulipe pepo, na ukifanya uharibifu akulipe moto. Sasa unataka umpekue uwezo wake? Koto nakuachia kitu si cha kawaida. Kwa hivyo fayakhudhakum adhabun qarib, itakushikeni adhabu ya karibuni, wala haitochelewa. Mmeataka wenyewe, wacheni, mwacheni aishi mpaka hapo Mungu atakapomchukua. Awe ngamia koko, hana mwenyewe, anakula anavyotaka, anakunywa anavyo. Na wao jamaa wale walikuwa dimbwi lao na maji moja tu, ndo hilo hilo. Akipiga siku moja jamaa yule, siku ile yote hawana maji. Inabidi wasubiri siku ya pili, na siku ya pili kila mtu akishapata achote, na kwa ajili ya kesho kabisa reserve.
faaqaruha, wakamtumbua. Aqr ni kutumbua, faaqaruha, wakamtumbua. Kutumbua maanake ni kukitoboa kitu kilichoviringa, kilichofunika mithili ya duara hivi, alafu ndani yake kuna hewa au maji, ndio kutumbua. Kama unavyolitumbua jipu, wakamtumbua, ndio akri. Na hii akri inaruhusiwa katika sheria ikiwa mnyama ni mkorofi, hakamatiki, inaruhusiwa. Na inapendelewa zaidi kwenye shingo au sehemu ya juu ya kifua hapa, au kwenye shingo. Ikishindikana tena hata kwenye tumbo, lakini akiwa mkorofi. Wako wazee wengine wa zamani walikuwa wanawinda mnyama pori halafu wanamtumbua, au kiboko. Jamaa zako wa Sandawi wale wadani, anakwenda mbio anamfukuza mnyama na sime yake, na akifika ule mnyama anamrukia yeye, anamtumbua. Ngumu, si mchezo, maana mnyama wa porini unamjua anapokuwa. Lakini ng'ombe anaweza kufanywa hivyo. Kwa mfano, siku moja ilitokea hapa Zanzibar, watu wakati wanachinja ng'ombe walishamwangusha chini, wamemfunga kamba, kumbe zile kamba hawajazikaza vizuri. Yani kile kitanzi cha kamba wamekifanya kama tai. Unajua tai inaletwa hapo, hakazi mtu sana, vitamkabaro anaweka nyepesi, akitia kidole tu fia hivi inafunguka. Au kama nyuzi za viatu, wengine watabia kukaza, wengine kidogo wakailegeza hivi. Sasa wamemlaza kisu, kishapita hapa kuchana hii ngozi, yeye anapapatua zikafunguka zile. Rusha maguu na mateke kila mmoja mbali. Tena bwana, wanyama walipokuwa kama wanajua, mateke yao huwa yanapiga sehemu za kusini mwa mwili huku, hawapigi juu huku kwenda kutumbua madubwana na wao. Mara unazitapika zile, zinakuja zote mbili juu, zinatoka kwa mdomo. Wakamwacha mbio, kaingia porini, anachuruzika madamu hapa, lakini hajachinjika, akafanya donda tu huko porini alikoingia. Akimkuta mtu yoyote anasema ndo wale unataka kunimaliza, tandika pembe. Anayemkuta tandika pembe, mkubwa mdogo, ana hasira na kila binadamu. Wakauliza, huyu sasa afanyweje? Ikaingia porini, sema huyu sasa anawindwa. Kuna kanuni ya kifiki inasema idha nadda sida, atakapotoroka atawindwa. Kwa hivyo anageuka kama mnyama pori. Sasa huyu inaruhusiwa kumpiga risasi, inaruhusiwa kumpiga mshare, inaruhusiwa kumpiga mkuki, inaruhusiwa kumfukuza na ile sime, alafu kenda ukamtumbua, itajuzu kumfanyia akri, na inakuwa ni halala mtaiba kumla kama mnyama wa porini vile anavyowindwa. Tumefahamiana? Basi hao wakamuinda, wakamtumbua, faaqaruha. Na kule kasema idhimbaadha ashqaha, alipojitokeza muovu wao, mnyambi mkorofi kama yeye hakuna, ndio alokwenda kalifanya hili. Inataka mtu mnyambi mkorofi kwa kweli kwenda kufanya hili. Akasema nataka kuondoa udhia miewe, akaenda kamu. Faqala, akasema tamattau fi darikum 3 ayamin. Yule Nabii Saleh akawaambia, stareheni katika mji wenu kwa siku 3 tu. Madhali mshafanya kosa la kumtumbua huyo, nyinyi mna siku 3 tu za kutubu na kushauri zenu. Kama walikuwa natamba wanajiona kwamba sisi tumefanikiwa, basi akamwambia kama mnatamba stareheni, lakini nakupeni siku hizi 3, masaa 72, 72 hours, ndio siku 3. Masaa 24 siku moja, 24 mara 3, 20 mara 3 60, 4 mara 3 12, 60 ukiingiza 12 72, masaa 72 nakupeni. Just only 72 hours. I give you just only 72 hours. Nakupeni masaa 72, tumtakiona nye shenzi. Muujiza muutake nyinyi. Mungu mnataka kumsachi pochi yake, halafu wakati huo tena mkishaletewa muone kero. Atakuacheni vipi Mwenyezi Mungu? Nakupeni siku 3. Akawapa masaa 72.
dhalika wa'dun ghairu makdhubin, na hii hali sio yenye kukadhibishwa ya siku tatu. Nakwambieni si ya uongo, hazizidi siku tatu mtakiona. Ndio ile fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim, akadidimiza Mwenyezi Mungu juu yao. Damdama, didimiza. Kiarabu na Kiswahili vimekwenda karibu. Damdama. Wagogo wanasema idodomia. Idodomia manake imedidimia, na wanatuambia ndo asili ya ule mji wa Dodoma. Tembo alikwenda pale akaingia penye dimbwi moja kubwa, anakunywa maji, akadidimia, akaganda mle, atoki mpaka akazama. Wakasema idodomia, ndio likapatikana neno Dodoma kutokana na hiyo idodomia kwenye lugha za Kibantu. Fadamdama, akadidimia kule manake Mwenyezi Mungu akawadidimiza wale, wakadidimia wote, wakaenda zao chini kwenye ardhi, kwenye sura tu. Basi ndo anasema falamma jaa amruna, basi ilipokuja amri yetu. Na utaona kwenye manabii wote katika kuangamiza Mwenyezi Mungu falamma jaa amruna, basi ilipokuja amri yetu ile ya kuangamiza. Sasa najaina salihan, tulimuokoa nani? Kama kule tulipokuwa Nuhu tulimuokoa kwenye jahazi, na Hudi naye tukamuokoa, basi na Saleh naye tunafanyaje? Tunamuokoa kwa watu wa Thamud. Kwa hivyo kaumu Nuhu kaokolewa, Adi naye Hudi akaokolewa, na Thamud naye Saleh akafanyaje? Akaokolewa. Na hii inaonyesha wazi kwamba ukikaa upande wa Mungu, yanapokuja maangamizi unakuwa upande wa salama zaidi. Tukamuokoa Saleh, najaina salihan, tukamuokoa Saleh. Walladhina amanu mahu, na wale walioamini pamoja na yeye nao tukawaokoa, kama ilivyokuwa Nuhu pale aliokoka na wale waliomfuata kwenye jahazi. Kwa hivyo inaonyesha wazi kwamba imani inaokoa kwa yule kiongozi na wale watakaomfuata wakishakuwa na imani thabiti. Kasema walladhina amanu mahu, na wale walioamini pamoja naye. Tena bi rahmatin minna, kwa rehema itokayo kwetu. Hiyo ni rehema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu angeweza kuangamiza wote, halafu siku ya kiyama akawafufua hao, akawapeleka peponi wala akawapeleka motoni, angeweza. Lakini kwa rehema zake akawaokoa hawa wema, wakaangamia wale wabaya tu. Bi rahmatin minna, kwa rehema kutoka kwetu. Wa min khizi yaumiidhin, na kutokana na fedheha ya siku ile. Khizi ni fedheha, aibu. Innal khizya alyawma wasua ala alladhina, fedheha, kufedheheka. Kufedheheka maana nini? Ni jambo ambalo wewe ulikuwa unalikataa, unaliona sio chochote, halafu linakuja linatokea kama vile ulivyolikataa, linakuja kutokea. Unafedheka, unaaibika, ndio khizi. Si zamani Kiswahili cha Unguja, hasa mjini kule, wazee wanaweza kumwambia wewe mwana wa khizaya wewe. Ukiambiwa mwana wa khizaya, maana yake mtu wa kufedheheka, ndio mwana wa khizaya. Kiswahili cha Kiarabu hicho sasa hivi kinakufa. Kiswahili chetu sisi tuna mambo poa, minya kandamiza na hivi freshi, bomba yamebadilika maneno. Na udhalili yaumiidhin, wa siku hiyo, na inakuja yaumaidhin na yaumiidhin, lakini hapa imekuja yaumiidhin, na kuna sehemu yaumaidhin, na hasa kwa sababu ya mudhafu wa mudhafu ilayhi. Ni mambo ya nahwu, sitaki kwenda ndani sana. Iko sehemu inasoma yaumaidhin na iko sehemu inasoma yaumiidhin. Hapa inasoma yaumiidhin bibani, kama kule min khizi yaumiidhin, kutokana na fedheha ya siku hiyo tukawaokoa. Inna rabbaka, hakika Mola wako, huwal qawiyul azizi, yeye ndo mwenye nguvu, al azizu, na ndo mshindi. Ana nguvu na ndo mshindi, akitaka lake hashindwi. Azizi, mshindi; qawiyu, mwenye nguvu. Wa akhadha alladhina zalamu, na ukawachukua wale waliodhulumu, sayhatu, ukelele, au Kiswahili chingine ukenja. Wale waliadhibiwa kwa kelele, sauti, na sauti inaadhibu na sauti inaua. Inategemea kiwango cha sauti
na uwezo wa sikio kupokea. Sisi tulipokuwa wadogo tumefanya mambo ya utundu mingi. Siku moja tulikamata kunguru, nikamshika mimi mabawa, nikamkamata na sehemu ile ya mdomo. Maana kunguru bwana, ukimshika mabawa anakupiga kwa mdomo wake. Nikaukamata ule mdomo, alafu ile sikio lake nikalileta kwenye mdomo wangu, nikampigia kelele mpaka nilipochoka kumwachia, kafa. Ile sauti yangu imekwenda kwenye ubongo, imeupangua ubongo wote, ule ubongo wake umevurugika wote mle ndani kwa urojo, kutokana na ile sauti. Sauti yangu mie kubwa kwa kiwango cha kunguru au kuku. Usije ukafanya kwa njiwa au kuku utaua. Kwa kunguru liue, halina maana yote. Uwa kunguru. Kajaribu kwa kunguru, pigie mazogo uone, anakufa. Sauti inaua sana. Wenye pressure ndo kabisa anaweza kafa kwa zogo tu, lakini nategemea sasa na kiumbe mwenyewe. Anakwenda kumpigia kelele tembo, atakuwa wewe. Yeye hafi kwa kelele yako wewe, kwa sababu uwezo wake wa kusikiliza ni mkubwa. Basi ukawachukua ukelele au ukenja, sauti kubwa. Fa asbahu, wakapambazuka, fi diyarihim, katika miji yao. Hapa fi diyarihim, kule fi darihim, hapa fi diyarihim, katika majumba yao au katika miji yao. Dari inakuwa nyumba au mji, na diyari inakuwa majumba au miji. Fi diyarihim, katika majumba yao au miji yao. Jathimin, chali. Jathimin, wamelala chali. Chali, kifo cha mende kile. Kulala chali manake mgongo na kisogo viko hivi, alafu uko hivi, ndio chali. Jathama, chali. Na wako walio tafsiri jathimina wamepinda magoti, lakini mimi naitafsiri chali. Kiswahili hicho chali na kinapotea potea hicho. Kobe kalala chali ni methali ya Kiswahili. Kobe kalala chali manake ni mtu aliyeshindwa, kwa sababu kobe alivyo na mgongo wake ule, akibiruka kalala chali, hanyanyuki. Hana uwezo kunyanyuka kabisa, anachezesha miguu tu, kalala chali mpaka akageuzwe. Na mikobe mizito kweli. Sasa wakisema Swahili kobe kalala chali, manake mtu kashindwa vibaya. Kama ni uchaguzi, kobe kalala chali manake hanyanyuki. Na mende naye vile vile akishageuka vile utamwona anafanya hivi mpaka kipatikane cha kumgeuza upepo umsukume, ndo hawezi kutoka pale alipo. Na kasa ndo hivyo hivyo, hanyanyuki. Kwa hivyo chali kibwago cha kweli. Jathimina, mimi natafsiri hivyo. Ukaenda kwa mwingine atakwambia wamepiga magoti, wameanguka, lakini mimi nasema chali. Tumevamiana. Hizi tafsiri ukipenda chukua, ukipenda niachie mwenyewe, katafute yako uiweke, lakini neno jathimina litabaki vile vile katika Qur'an. Kaan lam yakhnau fiha, kama kwamba hawakutamba ndani ya miji hiyo. Kaan lam yakhnau, kama vile hawakutamba ndani ya hiyo miji, yani hawakuweza kwenda huku na kule wala kufanya hili na lile. Utafikiri hivyo jinsi walivyokufa, kama kwamba hawakuweza kutamba, hawajawahi kutamba ndani ya miji ile hata siku moja. Utafikiri watu wamekufa pahala pambali, halafu wameletwa, wametupwa tu pale, vile utakavyowaona. Sasa Mwenyezi Mungu anasema ka allam yakhnau, kama vile hawakutamba humo, yani hawakutumia uwezo wao wa kuondoka kwenda hapa na pale wala kufanya hili na lile. Utadhani watu walikufa mahala pengine wakaletwa wakawekwa tu pale, jinsi vile walivyokufa, kwa sababu wamekufa kwa sauti. Sasa kufa kwa sauti, kila mmoja imemkuta pale alipo, na hakuna mtu aliyefanya harakati ya kwenda mahala pengine kwa sababu ya ile sauti, kwa sababu hajui sauti inatokea wapi, unaikimbia vipi. Kwa kila mtu kafia hapo hapo alipo. Ni kama radi. Radi inaua watu, na ikimpiga radi mtu hawezi kukimbia, hajui inatoka wapi wala inakwenda wapi, anabaki hapo hapo, anaganda tu, na anaweza kugeuka makaa. Sasa kalam yakhnau fiha, kama kwamba hawajatamba humo ndani ya miji yao. Ala
ieleweke, inna Thamuda kafaru rabbahum, hakika taifa la Thamud, kabila la Thamud limkufuru mola wao. Kafaru wengi hao, rabbahum walimkufuru mola wao. Ala ieleweke, bu'dan li Thamud, utengo kwa Thamud, wametengwa na rehma za Mwenyezi Mungu kwa maangamizi haya, kwa sababu rehma inaokoa, haiangamizi. So ile sema wanajaina birahmatin minna, kwa rehema itoka kwetu ndio tukawaokoa. Kwa hivyo rehema inaokoa, kinachoangamiza ni hasira za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo bu'dan, utengo li Thamud, kwa Thamud wametengwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu watu wa Thamud. Hiyo ni habari ya nani? Ya Nabii Saleh na watu wake wa Thamud, kwa muhtasari sana, haijaletwa kwa urefu. Lakini kama ilivyo Suratu Hud inaonesha mitume mbalimbali waliotumwa, kazi walizozifanya kwa watu wao, majibu yaliyojitokeza kutokana na wale watu, na matokeo ya mwisho ya kazi zao yalikuwa nini. Kwa hivyo humu unapata mambo makubwa hayo, kwamba mitume waliopelekwa, kazi walizozifanya, majibu ya watu wao, na mwisho matokeo yake yalikuwa nini. Kila kisa kinakupa habari hiyo, kuanzia Nuhu mpaka hapa tulipofika kwa Saleh. Tumefahamiana?